Nikamwambia Mungu utafanya. Mpaka leo kanisa la kwanza, leo kuna makanisa zaidi ya 20. Haleluya, haleluya. Lakini aliingia komando moja tu, Mungu akaniwezesha na jeshi lake kusambaratisha ngome za wachawi. Mpaka leo kuna makanisa. Amen. Haleluya. Tembea na Bwana katika vita. Usitembee peke yako. Tembea na Bwana kwenye biashara yako. Tembea na Bwana kwenye ndoa yako, kwa watoto wako. Tembea na Bwana, usitembee peke yako. Haleluya. Maana vita vya Bwana vina ushindi kuliko vita vya wanadamu. Vita vya wanadamu havina ushindi, ni vita vya Mungu tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimemwona Bwana katika vita ya kiroho. Siku moja nilikuwa naota ndoto, niko kijijini kwetu, na kule kijijini kulikuwa na makaburi fulani, walikuwa na watu waliofariki maji, waliokufa kwenye maji huko. Nikamwambia mtu mmoja hapa Dar es Salaam, nikamwambia natamani kwenda kule nyumbani, ninaota ndoto kwenye yale makaburi kuna spirit. Bwana siwe sana. Nikamweleza huyo mtu, akanisupport nauli. Nikamwambia mchungaji mmoja yuko kule mpaka leo. Nikaenda. Haleluya. Nikaenda. Na kile kijiji cha kwetu kulikuwa hakuna hata nyumba ya tofali hata hii. Ni nyumba za matope, hakuna bati hata hii. Yaani hakuna nyumba za tofali za kuchoma. Umasikini, yani hapo ndio kwa mfano. Nikaenda. Nilipofika yule mchungaji akanipokea. Na kwa sababu kule kwenye makaburi sisi ndio tutoa yale mashamba. Kuna ndoto nilikuwa naota pale. Wakati wanafanya maombi ya kutembea, kwanza siku ya kwanza nikatembea kwenye ule mji kijiji saa 8 usiku. Hakuna umeme. Kuko kimya. Ziwa Rukwa liko hapo, nasikia tu maombi ya Ziwa Rukwa tu. Peke yangu nikanaomba kwa jina la Yesu. Fungua Mungu mji huu. Ondoa blanketi lofunika kwa jina la Yesu. Yule mchungaji hajui kama mimi mwenyeji ni mwenyeji, mimi mgeni nimeamka nafanyaje? Naomba. Nikamaliza. Siku ya pili nikaenda kule kwenye yale makaburi, nilikuwa naota ndoto. Unaweza wewe kwenda kwenye makaburi peke yako saa 8? Bwana siwe sana. Mimi nishaenda kwenye makaburi, sikuna mifupa tu kule. Haleluya, 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 haleluya. Toka hapo sijawahi ota ndoto ya kijijini kwetu. Bwana siwe sana. Ndoto, kuna wakati nilipokuwa naota ndoto nianza kuvutika kurudi wapi? Kijijini. Kwamba natamani kurudi nyumbani, nimekumbuka. Toka hapo nikakata connection ya ndoto. Kama unaotaga ndoto unarudi kijijini, kemea, ni maroho ya mizimu yanakushawishi. Sema nakataa kurudi kijijini. Dar es Salaam utamwachia nani bwana? Haleluya, 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 haleluya. Tembea na Bwana katika vita. Tembea na Bwana, usiende peke yako. Gideon alitembea na nani? Mungu asema watu ni wengi. Haleluya. Hawa watu mimi nataka tu wachache. Na Mungu anakutaka wewe. Haleluya. Anataka watu wachache hapa. Anakutaka wewe uweze kukomboa Ngobedi, uweze kuokoa mji huu. Haleluya. Nataka waganga mji wa Salende. Wapiga nini wale wanapiga simu nini? Wanasema nini? Wafukiza manani wale. Haleluya. Nataka wasalende in the name of Jesus. Ambaye ni muoga asitembee na mimi kwenye vita ya maombi. Haleluya. Mwambie jirani yako, kama ni muoga usitembee na mchungaji kwenye vita nini? Ya maombi. Haleluya. Maana tunapigana juu ya madhabahu. Tunapigana juu ya nini? Madhabahu. Kwa mfano unamuombea mtu afungulie kutoka kwenye madhabahu za kwao. Zile madhabahu za kwao zitafurahi? Haziwezi kufurahi. Toka enzi kizazi na kizazi zile madhabahu. Lakini Gideon alipoambiwa aende vitani, kitu cha kwanza alivunja madhabahu za baba yake.
alizokuwa naabudu Mungu Baali, akavunja zile madhabahu, akaenda wapi? Vitani. Anza kuvunja kwanza madhabahu za baba yako, za ukoo wako. Soma kitabu cha Waamuzi sura 6. Haleluya. Ili utembee na nani? Anza vunja madhabahu kwanza, maana kule madhabahu hizo zitakuzuia. Mnanielewa na Mungu? Vunja madhabahu. Kila mtu anajua madhabahu ya kwao. Mimi naijua madhabahu ya Wanyamwanga, naielewa. Piga madhabahu za kwenu. Haleluya, haleluya. Piga madhabahu. Mimi najua madhabahu, hata madhabahu za Wahehe najua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishasoma, kuna somo linaloitwa kujua asili za makabila. Ukiwa mtumishi wa Mungu lazima ujue nini? Asili za makabila, kwa sababu utakutana na watumishi wa Mungu wa makabila wana asili. Wanyamwanga wana asili, lazima mpambane na asili. Kinachomzuia mtu asishinde vita, asili. Ile asili inamzuia asitembee na nani? Na Mungu, asiende na Mungu. Hapa watu wako mbali, na warejesha kwa jina la Yesu. Haleluya. Naomba mrejee, kwa sababu ninafundisha habari ya kwenda na Mungu katika vita ili ushinde. Haleluya. Mwambie jirani yako, rudi. Mchungaji amekuona. Unakimbia. Unaenda wapi? Rudi hapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tembea na Bwana. Usiende peke yako katika nini? Vita. Unajua kuna madhabahu nyingine ambazo kazi yake ni kusimamia tu ndoa. Kusimamia nini? Ndoa. Tunataka vita. Mungu, tembea na Mungu kwenye hiyo madhabahu. Tembea na Mungu kwenye hiyo vita. Aiharibu hiyo madhabahu ya kusimamia nini? Ndoa. Gideon akapigana vita, lakini Mungu silaha yake ilikuwa ni mawe tu ya barafu. Maadui chini. Gideon sema, mbona anadondoka? Biblia sema watu waliowaua Gideon walikuwa wachache, lakini watu waliowaua Mungu walikuwa wengi. Wewe fikiria Mungu yetu barafu kikichwa kwa Mungu. Kama vile sana Caleb alikuwa alijisifu mbele ya jeshi la Bwana. Kipindi cha mfalme Hezekia akaandika barua, akasema, wewe mfalme Hezekia, una nini wewe? Mungu wako naye mwabudu, huyo ni Mungu gani? Je, mkono wangu mimi utalingana na mkono wa Mungu wako? Mkono wangu mimi nimewapiga Misri, nimepiga taifa fulani, utaniweza? Mimi na jeshi imara, nina makomando imara. Haleluya. Wakina Hezekia waliposikia wakaanza kufanya. Haleluya. Wakaanza kufanya kutetemeka. Twafa mwe. Twasila. Wala tu sana. Ingekuwa ni wenye kusa kwe tumalike kwe kiala kwe. Tutule kwe mundu kwa kiala kwe tutule kwe. Haleluya. Wakaanza kufanya. Wakasikia, jamani, mfalme sana Caleb amekuja na jeshi. Wakatetemeka. Nabii Isaya akasikia. Haleluya! Tumishi wa Bwana Isaya, na wapenda sana manabii wa Bwana. Akasema, nimesikia. Kwanza wakampelekea habari nabii Isaya. Nabii Isaya walipompelekea habari, kabla hapo yule mtu akapeleka barua kwa mfalme. Akaisoma ile barua. Mfalme ile barua akaichukua, akaipeleka madhabahuni. Akaenda kuisoma wapi? Akasema, Bwana, isome hii barua, mfalme Sanakarebo ameituma, kwamba yeye alishinda majeshi, alishinda kila kitu. Lakini waliwashinda wanadamu, lakini si wewe Mungu. Mungu akamtuma, akaongea na nabii Isaya. Akamwambia, mwambie mfalme Hezekia,
wakina mama ambao wanaogopa kuzaa watoto waendelee kufanya kuzaa tu watoto. Haleluya! Waambie wa relax. Wakapewa ujumbe usiku, wakati makomando wamejipumzisha sana Caleb. Makomando wengi, jeshi kubwa. Mungu akatuma malaika huyu. Sema malaika mmoja tu. Vita ya Mungu ni nzuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Malaika huyu, malaika mmoja tu. Chi 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 chi, anachoma visu. Chi 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 chi. Paka wote. Sasa Caleb basi, ngoja niwaamshe maaskari wangu. Kimya. Bwana sasa si wanavyoamsha tu askari. Sasa mshenje sasa alisema mguu pande sijui wamelala. Jamani, mbona wamtikisa? Hakuna nepumwata huyu. Sasa Caleb sasa, Mungu wangu, nimekufa. Wazo sana. Akarudi kwenye nchi yake kwa aibu. Vita ya Mungu ina ushindi. Haleluya. Amen. Vita ya Mungu ina ushindi. Vita ya wanadamu ushindi wake ni mdogo sana. Ila vita ya Mungu ina nini? Ina ushindi. Vita ya wanadamu ushindi wake ni mdogo asipokuwepo Mungu. Yule mfalme akakimbia mpaka nchi ya kwao. Watoto wake walipomuona wakamuua. Mungu akamshinda nini? Vita. Wana wa Israeli wakaendelea ustawi. Tembea na Mungu katika vita. Usitembee peke yako. Usitembee peke yako. Haleluya. Jifunze kutembea na Mungu katika vita. Sisi wengine tunaga maneno. Nikiona mtu anafanya vita na mimi, naenda naambia Bwana amesimama kwenye mlima mrefu, anatangaza habari mbaya kwa ajili yako. Kama wewe umemtuma, yawezekana wewe Bwana umefanyaje? Umemtuma tangazi. Mungu asa wewe nani amemtuma? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii dunia tunahitaji tutembee na Mungu. Utamuona Mungu. Paka kazi ya Mungu jistawi. Umeona wale walio kazi ya Mungu imestawi. Makanisa makubwa. Sio hivi tu. Walisimama na wanajeshi, maaskari, makomando. Kazi ya Mungu ikafanyaje? Ikastawi.